Changamoto ya ukosefu wa uzio katika bweni la wasichana katika shule ya sekondari Moringe wilayani Monduli mkoani Arusha imeelezwa kuwa tishio kwa usalama wa wanafunzi. Hayo yamebainishwa na mdau wa maendeleo kutokea wilayani Simanjiro mkoani Manyara ambaye alikuwa mgeni rasmi Taiko Kulunju Alatipa wakati wa mahafali ya 28 ya kidato cha 6 iliyofanyika shuleni hapo, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na hali hiyo. Akizungumza katika hafla hiyo, Taiko Kulunju alihoji gharama za ujenzi wa uzio huo na kufahamishwa kuwa ni shilingi milioni 7 kwa kila chain. Kwa sababu kuna changamoto mbalimbali, ila nitaenda kugusia moja tu ambayo nimefurahi niguse, kwa sababu ilipoona sio nzuri kiafya. Kama namba 4 imesema kutoka na uzio wa fenzi hasa kwa bweni ya wasichana kupelekea hofu dhidi ya wezi kutoka nje ya shule. Kutokana na hali hiyo, alichangia papo hapo shilingi milioni 4 kwa ajili ya kuanzisha ujenzi huo, huku akiahidi kukamilisha kiasi kilichobaki ndani ya siku 21 ili kuhakikisha mradi huo unakamilika. Wakati huo huo, wadau wa maendeleo waliojitokeza kuchangia na kufanikisha kupatikana kwa karibu kiasi kinachohitajika kwa ajili ya ujenzi huo. Na mimi nitaenda kuunga mkono juhudi hilo kwa milioni 4. Makofi mengi sana. Asante sana. Asante sana. Mgeni rasmi ameweka milioni 4 pale. Na zinatolewa kesho. Asante sana. Asante sana. Haya, milioni 4 na laki 370 kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa wanafunzi shule ya Moringe Sokoni. Asante sana. Nashukuru. Ya hela iliyopatikana ni milioni 4,400,000 na 20,000. Hongereni sana. Asante sana. Sasa mimi naendaka na vitendo. OCD ameahidi 100,000 OCD kwa niaba ya OCD. Pia OCD naye ameahidi 100,000. Makofi mengi kwa OCD. Asante sana. Kwa hiyo mwalimu mkuu, hebu piga hiyo milioni 7, ukitoa milioni 4 na 500,000 20, itabaki shilingi ngapi? Namba mahesabu. Inabaki milioni 2 na 480,000. Sasa kwenye maisha yangu mimi sihitaji kiporo. Sihitaji viporo. Makofi mengi kwa mgeni rasmi. Makofi mengi sana. Hii nitamwachia mkuu wa shule na nitampa siku 21 iwe hiyo fenzi imesha kamilika, na hiyo hela ingine ambayo bado atanipigia simu ili niijaze yote. Makofi mengi sana. Mgeni rasmi haitaji stoko. Asante sana. Kwa hiyo ninawasihi wazazi, endeleeni kuleta watoto shuleni, kwa sababu mmeona na mmejishuhudia wenyewe jinsi wanafunzi wanavyofaulu vizuri. Pili, wanafunzi nawasihi sana, someni kwa bidii. Karne ya sasa hivi imebaki elimu tu. Mambo ya kucheza kwenye digital haisaidii. Na mzazi yako ametumia zaidi ya milioni kadhaa kukusomesha. Naombeni msiende mkazururu. Msiende kuzurura bila kusoma, ndugu zangu.
Awali akisoma taarifa ya shule, mkuu wa shule hiyo Lazaro Ndoki amesema tangu kuanzishwa kwa kidato cha 5 na 6, shule hiyo imepiga hatua katika nyanja mbalimbali za maendeleo licha ya kukabiliana na changamoto za miundombinu. Jumla ya wanafunzi 47 wamehitimu masomo yao katika mahafali hayo ya 28 ya kidato cha 6. Kwa upande wake, mkuu wa shule ameishukuru serikali, mgeni rasmi pamoja na wadau wote kwa michango yao, akieleza kuwa hatua hiyo itasaidia kuboresha usalama na mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi. Hii ni Odo New Media, habari karibu nawe. Kwa majina naitwa Lazaro Ndoki, ni mkuu wa shule ya Moringe Sokoine. Leo tumefanya mahafali ya kidato cha 6 na wahitimu walikuwa jumla 47, kati yao wa kike 21 na wa kiume 26. Nimshukuru sana mgeni rasmi kwa muda wake na kwa upendo wa dhati alioonyesha kwenye taasisi ya Moringe. Sisi tunajivunia msaada mkubwa aliotoa, hasa la mchango wa fence ya chain link ya kulinda bweni la wasichana ambalo lilikuwa kidogo ni tatizo sugu, lakini leo hii imepata tiba yake, na kwetu sisi imekuwa faida kubwa sana kwa watoto wa kike na kwa maendeleo ya shule kwa ujumla. Tawafanya wanafunzi waone kwamba wako salama, hasa wale wa upande wa kike. Shule ni pana sana, ni ngumu kuiweka fence kwa ujumla, lakini kuifence bweni la wasichana tulikuwa tumefanya hatua kubwa sana. Kwa maneno machache, kwa niaba ya jumuiya nzima ya Moringe Sokoine, kwa niaba ya bodi, kwa niaba ya baba askofu anayemiliki shule, nitoe shukrani za dhati kwa mdau wa maendeleo Mr. Kulunju kwa hatua ambayo kwa Mr. Kulunju kwa msaada wake, na Mungu aendelee kumbariki. Kwa kweli sisi hatuna cha kumlipa zaidi ya kumwombea Mungu na kumtakia mafanikio mema kwa familia yake na maisha yake. Majina yangu naitwa Witness Pinie, mwanafunzi wa kidato cha 5. Leo tulikuwa na graduation ya kidato cha 6 au mahafali ya kidato cha 6, na tulimpata mgeni rasmi. Tulimwambia kwamba tuna shida ya uzio au fenzi la shule, akaahidi kwamba, na gharama ilikuwa ni 700,000 na aliahidi kwamba atatoa 400,000. Ikatokea ikapelea kidogo, ila alisema kwamba ataongeza, atatimiza yote. Kwa upande wetu si wasichana, itatusaidia endapo atatusaidia kuweka fenzi, itatusaidia kuwakinga wezi watakaoweza kuingia shuleni, wabakaji na kadhalika. Na wasi wenye moyo kama mgeni rasmi waendelee kutoa, maana Mwenyezi Mungu atawasaidia. Jina ninaitwa Neema Kispan, kidato cha 2. Tunamshukuru sana mgeni rasmi, maana ametusaidia kutuchangia milioni 4 kwa ajili ya fenzi kwa madomu ya wasichana ili kuepukana na vibaka na waizi kutoka nje ya shule. Tunashukuru sana mgeni rasmi, Mungu akubariki. Tunakushukuru sana, uzidi kutusaidia katika maadhimisho yetu ya kidato cha 6. Wewe unatusaidia katika graduation yetu. Wewe unatusaidia. Nakushukuru sana mgeni rasmi.